Kuna hii hapa taarifa ambayo wameitoa ACT Wazalendo kutokana na viongozi wao pamoja na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kukamatwa siku ya jana ama kuzuiliwa kuingia nchini Angola. Sasa kupitia Twitter wameandika, ukimya wa Tanzania haukubaliki. Tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya hilo, ikizingatiwa kuwa miongoni mwa viongozi waandamizi waliokumbwa na kadhia hiyo yumo pia makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ACT Wazalendo Mwanaisha Mndeme ndiye ambaye ameandika hivyo, lakini kuna hii taarifa imeandikwa, taarifa kwa umma: ukimya wa serikali ya Tanzania juu ya kuzuiwa kwa viongozi wetu Angola haukubaliki. Hali halisi ya sasa, tunapenda kuujulisha umma kuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Doros Jonas Semu akiambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ndugu Nasla Nasol Omar na katibu wa haki za binadamu Pavu Juma Abdallah wamerejea nchini Tanzania takriban saa 9 na dakika 40 usiku wa tarehe 14 Machi 2025 baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ndugu Othman Masoud Othman bado yuko jijini Luanda nchini Angola kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usafiri kurejea nyumbani Tanzania. Chama kitaendelea kutoa taarifa mara kwa mara kwa umma juu ya maendeleo ya swala hili. Ukimya wa Tanzania haukubaliki. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kulikalia kimya swala hili ni jambo linaloshangaza na kusikitisha kwa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli yoyote dhidi ya kitendo hiki kilicho kiuka taratibu za kidiplomasia, ari ya mshikamano wa Afrika na ndugu wa kihistoria baina ya Tanzania na Angola. Tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya hilo, ikizingatiwa kuwa miongoni mwa viongozi waandamizi walio kumbwa na kadhia hiyo yumo pia makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Pia tunarejea rai yetu ya kuitaka serikali kumuita mara moja barozi wa Angola nchini Tanzania kujieleza kuhusu kilichotokea kwa viongozi wetu nchini Angola. Hiyo ndo taarifa ambayo imetolewa naye katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Mwanaisha Mndeme tarehe 14 mwaka 2025 Dar es Salaam. Sasa hilo ndilo tamko kutoka katika chama cha ACT Wazalendo kufuatia viongozi wao kukamatwa siku ya jana. Hivyo wanaishinikiza serikali kutoka hadharani na kutoa tamko juu ya hili swala ama hii kadhia ambayo imejitokeza. Nini maoni yako kufuatia hili hapa? Hii ni VOT Media, tumechangamka.